Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu, wafuatiliaji wangu, karibuni katika mwendelezo wa vipindi vyetu, vipindi adimu kabisa, vipindi ambavyo vinakufundisha maisha, vinakuelimisha maisha, vinakuweka sawasawa katika maisha yako ya dunia na kesho yaumul akhirah. Ndugu yangu, napenda tu leo nije na mada kubwa bila kuvutavuta muda, kwa sababu wengi mmenipigia simu, na bahati nzuri nilikuwa na kitabu changu kikubwa kabisa, kitabu cha zama hizo, kitabu ambacho kimeandikwa mwaka 648 katika nchi ya Hispaniola. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinakuelimisha na kukufundisha mambo mengi ambayo kabla yake hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapingana nayo. Kuna watu leo wamekuwa na ukinzani na wazungu wakawa ni wajanja. Zile elimu ambazo sisi tulikuwa tunafundishwa, wao wakaja wakaziharamisha. Kwa mfano, leo nitazungumzia habari ya kafara ya kuchinja. Huwezi ndugu yangu ukaishi hapa duniani ukapata pesa, ukapata fedha, ukapata mali, ukamiliki majumba, ukamiliki magari, ukamiliki migodi, ukamiliki viwanda, ukamiliki taasisi, ukamiliki makampuni, wewe bila kutoa kafara ya kuchinja, wewe huwezi ukafanikiwa hata siku moja. Sasa wazungu wakawa wajanja, wakaleta vipengele, wakaacha zile amri tulizokuwa tumepewa na Mwenyezi Mungu, wakaja wakasema ni mambo ya kizamani, mambo ya kishenzi, wakaondoa lile jambo. Lakini wazee wetu waliishi kwa amani, kwa salama, wengi walimiliki mali, wengi walimiliki ng'ombe, wengi walimiliki mashamba makubwa. Mtu ana eka moja lakini aliweza kuvuna hata gunia 50 mpaka 100, eka moja. Lakini leo eka moja, baada ya kukiuka hizi taratibu za kuchinja, basi leo unakuta mtu eka moja unatoa debe 3. Laana ilioje hii! Laana ilioje hii! Leo tumesahau hata kukirimiana. Zamani watu walikuwa wakija wageni, wakifika kwa mji wa kwenu, basi mzee atamchukua ng'ombe kama kafara, atawachinjia wageni. Lakini ni kafara la kuwakirimu wageni. Mwenyezi Mungu atatia kuburi pale, Mwenyezi Mungu atatia baraka pale. Maombi yenu watakapoondoka hao wageni, watakapomaliza kuwaombeeni dua, maana dua ya mgeni ni nzuri sana. Akimaliza kuombeeni dua, kwa sababu yeye ni msafiri, basi mambo yenu yote yanakuwa makuburi. Watoto walikuwa hawana akili shuleni, watakuwa na akili shuleni, watashika. Watoto walikuwa hawana maandalizi mazuri kuwatii na kuwasikiliza wazazi, watawasikiliza. Lakini leo maadili yameharibika, kwa sababu kwanza tumeanza kumuudhi Mwenyezi Mungu, tumemuudhi Mwenyezi Mungu kwa sababu hii kafara ya kuchinja sasa hivi hakuna, hatumwagi damu. Kumbukeni hata wakati Nabii Adam alayhi salatu wasalam alivyokuwa na hao watoto wake wawili, mmoja akatoa, sipendi kurudia hicho kisa, mashehe wote wanajua, watu wanajua na historia, mpaka hata wazungu wameingiza wakaikosoa, wakaiharibu. Mmoja alitoa sadaka ya mazao, mwingine akatoa sadaka ya wanyama. Aliyekubaliwa ni aliyetoa sadaka ya wanyama, ndiye alikubaliwa, ndiye alitakabaliwa, ndiye alibarikiwa. Leo mitume wote waliopita Mwenyezi Mungu, wale unaowajua wewe, wote wamefanya makafara kwa ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuimarisha imani zao na kuweza kuwafundisha sisi walimwengu. Lakini leo hili jambo la kuchinja tumeliasa, tumelitupa. Leo mtu akija nikimwambia bwana wewe nenda kafanye kafara hii, sasa dini yangu, dini gani? Dini gani? Mbona dini zote zinaruhusu watu kuchinja? Tunaharamishwa kuchinjia mizimu, kuchinjia kinyamkera. Lakini mimi leo Dr. Irungu, mwalimu Irungu, leo ninachinja, tena nasema bismillahi Allahu akbar. Nimechinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini ile akwenda kwenye mkera, hata uchinjaji wake mnaujua. Unachukuliwa mnyama, anaingizwa labda shimoni, anatupa, anakwenda anapigwa, anakufa, au anafia mle, anafukiwa, anakufa. Huyo ndio anachinjwa kinyamkera. Lakini ndio unasema bismillah Allahu akbar, huyo unachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa matumizi ya mboga yako, hiyo ni hiari yako.
Leo unasema unachukua unagawia yatima, hakuingilii mtu. Ukisema leo unapika unataka walima watu wale, hakuingilii mtu. Ukisema unachukua nyama yule unakwenda kumuuza, hakuingilii mtu. Yote ni halali. Tusiogope ndugu zangu, tusiogope. Umasikini unatujongelea, na mimi naambia kila siku kwamba piga vita umasikini, lakini kanuni za vitabu zinatuambia ukiwa na mgonjwa wako mgonjwa huyu unaona kabisa imekuwa namna gani. Wazee wetu walifanya hivyo, walikuwa watu wazima. Mila nyingi sana hususan zetu Kiafrika, mtu mzima alikuwa akipata maradhi ya kuumwa, watu wanasema huyu kashikwa, wanasema basi chukueni ng'ombe. Tena mang'ombe hao walikuwa na majina, anasema mchinjieni, wanaitwa watu, wanakuja wanakula. Utamwona mzee anatoka anakuwa na ahueni, dua ile imepokelewa, kafara ile imepokelewa. Sio kwamba ni namna gani, imepokelewa kwa sababu ile sadaka. Hata tumeambiwa katika vitabu vyetu kwamba tuwatolee sadaka wagonjwa wetu, tuwaponye wagonjwa wetu kwa kutoa sadaka. Sadaka sio fedha. Mtu akisikia sadaka anajua ni kushika shilingi 2 unatoa. Sadaka ni vitu vingi. Hata kumsalimia mtu ni sadaka, kumpa maji ya kunywa ni sadaka, kuchinja ni sadaka, lakini kuna sadaka iliyo bora. Leo umetoa hapa, umechinja, umewapa masikini, umewapa mayatima, umewapa mafukaraun, watu ambao hawajala nyama miaka 2, miezi 6, leo wanafurahi. Wewe unafikiri anaposhukuru alhamdulillah, ile dua inakwenda kwa huyo mgonjwa wake uliyomkusudia. Sasa leo ukimwambia mtu kafanye kafara ili uweze kumpata huyo hudamu ambaye yeye anaweza akakuletea vitu ambavyo huwezi ukavipata kwa kumtuma, ukasema mchinje. Sasa mtu anafikiri unakwenda, wewe utamuona wapi jini? Jini ni siri. Unachofanya pale unamchinja yule, unatoa sadaka vile vile kama nilivyoeleza kwa makundi hayo 7. Na zaidi ya 7 watu wahitaji wanapata, watu wanafurahi. Ndio hapo sasa Mwenyezi Mungu anakutakabalia, hata huyo jini unakuwa unamtawala, shekhe wangu. Kwa hiyo mimi nawashauri kitu kimoja, tutafute pesa, tutafute mali. Sio mtu umekaa unaanza kusema wameniroga, wamenifanyia hivi. Wewe hujafanya jitihada. Fanya jitihada, sikiliza masomo yangu yafuate. Ukiyafuata hayo unafanikiwa. Shauri yako, piga vita umaskini. Mimi Dr. Irungu nipo, nitaendelea kukusikiliza na nitaendelea kufundisha. Wale wenye kufuata wafuate, wenye kupuuza wewe nyamaza, tuendelea na mkosi wako. Usiwakatishe tamaa wenzako. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.